Vatican imethibitisha kwamba maziko ya Papa Francis itafanyika siku ya Jumamosi. Ibada hii itafanyika katika uwanja ulio mbele ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro kabla jeneza kupelekwa katika Santa Maria Maggiore kwa ajili ya maziko. Viongozi wa nchi, familia za kifalme na Wakatoliki kutoka kote duniani wanatarajiwa kuhudhuria. Mwili wa Papa Francis utapelekwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro siku ya Jumatano ambako utawekwa wazi kwa heshima hadi siku ya maziko. Video rasmi imetolewa ikimwonyesha Papa Francisco akiwa kwenye jeneza lililo wazi, amevalishwa joho jekundu akiwa na kofia ya upapa kichwani na rozari mikononi. Papa huyo wa miaka 88 amefariki siku ya Jumatatu kutokana na tatizo la kiharusi na matatizo ya moyo. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeelezwa kuwa kuenea kwa ghasia za magenge nchini Haiti kunakaribia kufikia kiwango kisichoweza kurekebishwa na kunatishia machafuko ya jumla. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Haiti, Maria Isabel Salvador, ameliambia baraza hilo kuwa msaada zaidi wa kimataifa unahitajika ili kukomesha magenge yenye silaha yanayoenea kwa kasi, ukatili wa kijinsia na milipuko ya kipindupindu. Stepping up international support for Haiti is more. Kuongeza msaada wa kimataifa kwa Haiti ni muhimu kuliko wakati mwingine wowote, hasa kupitia ufadhili ulioongezeka na uwezo wa kiutendaji kwa misheni ya msaada wa usalama wa kimataifa. Katika kipindi hiki nyeti, mataifa yote wanachama yanapaswa kuongeza msaada kwa vikosi vya usalama vya Haiti, hasa misheni ya msaada wa usalama ya kimataifa. Si kama swala la hiari, bali kama jambo la lazima, kwani hakuna mbadala unawezekana uliosalia. As no viable alternative remains. Mashambulizi ya Urusi katika miji ya Ukraine yameendelea kwa siku 2 mfululizo baada ya kumalizika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda mfupi msimu wa Pasaka. Ukraine inasema shambulizi moja la angani lilenga mji wa Zaporizhia na kumuua mwanamke mmoja na kujeruhi watu wengine 26 ikiwemo watoto 4. Shambulio lingine la kutumia ndege isiyo na rubani ililenga mji wa Kharkiv na kujeruhi watu 9. Watu wengine 6 walijeruhiwa kutoka hospitali moja eneo la Kherson. Unaendelea kusikiliza matangazo ya habari ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la fedha duniani IMF limeonya kuwa katika mataifa yenye uchumi mkubwa, Marekani ndio itaathirika pakubwa na ukuaji mdogo wa uchumi uliochochewa na maamuzi ya Rais Donald Trump ya kuongeza ushuru wa bidhaa zilizoingizwa nchini humo. IMF imepunguza ubashiri wake wa awali kwa ukuaji wa uchumi wa Marekani ungekuwa kwa 2.7 hadi 1.8. Shirika hilo limesema hayo yametokana na kuvurugu kwa biashara na masoko kusuasua kutokana na sera za Trump. Makadirio ya ukuaji wa uchumi wa karibu kila nchi duniani umeshushwa, huku IMF ikibashiri kwa uchumi wa dunia utakuwa kwa 2.8 mwaka huu. Na zaidi ya marais 100 wa vyuo vikuu na mashirika ya elimu wamechapisha taarifa ya pamoja siku ya Jumanne kupinga sera za utawala wa Trump kwa taasisi za elimu ya juu baada ya chuo kikuu cha Harvard kusema utawala huo unatishia uhuru wake. Taarifa hiyo iliyotiwa saini na marais kutoka taasisi kama vile Princeton, Brown, chuo kikuu cha Hawaii na chuo kikuu cha Connecticut State Community imekosoa kile ilichoelezea kama unyanyasaji wa serikali na uingiliaji wa kisiasa ambao sasa unatarisha elimu ya juu ya Marekani. Hii ni BBC. Msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Beldin Waliaula. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka matangazo haya yanakuja kupitia redio wa shirika mbalimbali ikiwemo Radio 1, Abud FM, Radio Free Africa huko nchini Tanzania, nchini Kenya, Mwanedu FM, Must FM na County FM, na iwapo uko nchini Uganda unaweza kutusikiliza kupitia Radio Paidha, Radio Kitara au Radio Lira, na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tupate kupitia Radio Muungano Beni. Vile vile matangazo haya yako kwenye internet kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook mbashara ambao ni BBC Swahili. Tena karibu, leo hii uko na Phyllis Mwote, mwenzangu ni Karo Robi. Karibu Karo. Asante Phyllis. Msikilizaji, bado tuna makala maalum kuhusu kifo cha Papa, na makao makuu ya kanisa Katoliki duniani Vatican imethibitisha kwamba mazishi ya kiongozi wao Papa Francis yatafanyika siku ya Jumamosi. Ibada hiyo itafanyika katika uwanja wa mbele ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro kabla ya Papa kuzikwa eneo la Santa Maria Maggiore. Viongozi wa nchi, familia za kifalme na Wakatoliki kutoka kila pembe ya dunia wanatarajiwa kuhudhuria mazishi hayo. Nastia Mohamed anakueleza zaidi.
Wakuu wa nchi, wafalme na Wakatoliki kutoka kote ulimwenguni wanatarajiwa kuhudhuria mazishi hayo nchini Italia. Mwili wa Papa Francis utapelekwa katika kanisa la Mtakatifu Petro siku ya Jumatano, ambako utawekwa hapo hadi siku ya mazishi. Picha rasmi zimetolewa zikionyesha mwili wake ukiwa kwenye jeneza lililo wazi, akiwa amevalia vazi jekundu, akiwa na kilemba kichwani na rozari mikononi mwake. Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 alifariki dunia siku ya Jumatatu kutokana na kiharusi na matatizo ya moyo. Viongozi wengi wanatarajiwa kuhudhuria mazishi ya Papa Francis pamoja na maelfu ya wafuasi wa Kikatoliki. Wengi tayari wametoa risala zao za rambirambi. Rais Trump amesema yeye na mkewe watahudhuria mazishi hayo na kumtaja Papa Francis kama mtu mzuri. Rais Luiz Inacio de Silva wa Brazil alisema binadamu wamepoteza sauti ya heshima na inayowakaribisha wengine. Da Silva alimsifu Papa Francis kwa kujitolea kwake katika kupigania maskini na mabadiliko ya tabia nchi. Alimkumbuka Papa Francis alivyokuwa anapenda mchezo wa kandanda. Leo ilikuwa siku ya huzuni kubwa kwa wale wote ambao zaidi ya dini wanafanya upendo kuwa taaluma yao ya imani. Papa Francis alikuwa papa wa kukaribishwa, na ndio maana tuliamka leo tukihisi yatima kidogo kutokana na mapenzi yake, mapenzi yasiyo na ubaguzi na hukumu katika ulimwengu na ukumbwa na ubaguzi na kutovumiliana. Rais huyo wa Brazil alimwelezea Papa Francis kama mtetezi wa kuokoa dunia. Leo ilikuwa siku ya huzuni kubwa kwa wale wote ambao zaidi ya dini wanafanya upendo kuwa taaluma yao ya imani. Papa Francis alikuwa papa wa kukaribishwa, na ndio maana tuliamka leo tukihisi yatima kidogo kutokana na mapenzi yake, mapenzi yasiyo na ubaguzi na hukumu katika ulimwengu na ukumbwa na ubaguzi na kutovumiliana. Akizungumza na waandishi wa habari huko Santiago, rais wa Chile Gabriel Boric alisema aliguzwa na juhudi za papa za kuleta kanisa karibu na watu. Papa Francis alikuwa mtu aliyejitolea kwa haki ya kijamii, ambaye alipigana sana katika maisha yake yote dhidi ya ukosefu wa usawa duniani. Alifanya juhudi za dhati, naamini kabisa, kuleta kanisa karibu, sio tu kwa wafuasi wake bali na kwa wale wote walikuwa wanateseka sana. Rais wa Urusi Vladimir Putin alitoa heshima zake kwa papa, akimtaja Papa Francis kama mtu aliyekuwa na uhusiano mzuri na Urusi. Huyu ni mtu ambaye aliheshimu sana Urusi. Naweza kusema hivyo kwa uhakika. Tumekutana naye ana kwa ana mara kadhaa na tukaendelea na uhusiano wetu kwa majukwaa mengine. Huyo ni mtu nataka kusisitiza zaidi tena kuwa alikuwa na nia njema kwa Urusi na tutamkumbuka kwa hilo. Wakati huo huo, wizara ya masuala ya kigeni ya China ilitoa rambirambi zake kufuatia kifo cha kiongozi huyo wa kanisa Katoliki. Katika taarifa iliyotolewa saa 24 baada ya kifo chake, uhusiano kati ya Vatican na China umekuwa na utata, swala likiwa nani anafaa kuwateua maaskofu katika mzozo wakati China ilipojitenga kidiplomasia na ofisi kubwa mwaka 1951. Maafisa mjini Roma wanajiandaa kupokea idadi kubwa ya mahujaji ambao wanasafiri kutoa heshima yao ya mwisho kuelekea siku ya mazishi hapo Jumamosi. Kampuni ya reli ya serikali ya Italia imeweka pamoja mikakati ya kudhibiti ongezeko la mahitaji. Nastia Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Naam, kama ulivyomsikia hapo Nastia, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis atazikwa Jumamosi hii, na maandalizi ya mazishi yameanza na nchi kadhaa ulimwenguni zikitangaza siku za maombolezo kufuatia kifo cha Papa. Lakini taratibu za atakayemrithi Papa nazo pia zinaanza kujadiliwa. Phyllis Moteana kuarifu zaidi. Wakatoliki kote ulimwenguni wamekuwa wakiomboleza kifo cha kiongozi wao wa kiroho na kuzungumzia uongozi wake, huku wakimtaja kama mtetezi mkubwa wa waliotengwa. Nchini Argentina ambako ndiko alikozaliwa Papa, wametenga siku 7 zijazo kuwa za maombolezo ya kitaifa. Rais Javier Milei, ambaye aliwahi kumtaja Papa Francis kama mwakilishi wa shetani, alisema tofauti zao sasa zilionekana kuwa ndogo na imekuwa heshima kubwa kumfahamu Papa.
Chama cha soka cha Argentina nacho kiliahirisha mechi zote za Jumatatu kikibaini kuwa Papa hakuwahi kuficha upendo wake juu ya mchezo huo. Nahodha wa timu ya taifa Lionel Messi alimshukuru Papa kwa kuifanya dunia kuwa sehemu bora zaidi. Wananchi wa Argentina katika mji mkuu Buenos Aires walizungumzia Papa Francis wakati wa misa iliyofanyika kwenye kanisa kuu la San Jose de Flores. Vilevile kifo cha Papa Francis sasa kimeanzisha mchakato wa kisiasa kwa kanisa Katoliki kuchagua kiongozi mpya, huku mrithi wake akitarajiwa kuchaguliwa wiki chache zijazo. Akizungumza na BBC kutoka jiji la Vatican, Kardinali Michael Zerni ambaye aliteuliwa na Papa mwaka 2019 ni mmoja wa wale ambao watakuwa wakifanya uamuzi wa atakayekuwa Papa baada ya Papa Francis. Ni uzoefu ambao si kitu cha kutarajia na ambao baadaye siwezi kuzungumzia. Yanayotokea huko yanakuwa ya siri pia. Ninaamini kuwa mchakato huo utaenda vizuri na baada ya wiki chache tutakuwa tena na Baba Mtakatifu mpya ambaye ataendelea kuliongoza kanisa. Kardinali Zeni pia alizungumza kuhusu mchakato wa kumchagua Papa anayefuata. Lengo kuu la mkutano huu ni kumpata Baba Mtakatifu ambaye Mungu anataka kwa ajili yetu kwa wakati huu. Tutajifunza kumhusu na sifa zake akichaguliwa. Vinginevyo ninawafahamu wapiga kura wenzangu na nitatafuta aina kamili ya sifa na uwezo ambao ni muhimu kutekeleza dhamira hii muhimu sana. Na maombi yamefanyika kwa ajili ya Papa Francis huko Vatican ambapo alitoa baraka zake za Pasaka siku ya Jumapili katika nchi yake ya asili Argentina na katika makanisa mengi kote duniani. Askofu mkuu wa Buenos Aires, Jorge Garcia Cuerva, aliwaambia waumini wake kwamba heshima bora ambayo wa Argentina wote wanaweza kumpa Papa Francis ni kwa wao kuungana. Ni matarajio yangu kuwa Waargentina ambao wamezungumza sana kuhusu Francisco wataishi na kumkumbuka kwa kukumbatia umoja tunaohitaji sana na kuishi kweli kama ndugu, tukitendeana na kuambatana pamoja na yale ambayo Francisco aliyahubiri: upole na huruma. Papa Francis mwenyewe alichagua kupunguza baadhi ya mambo yanayotajwa kuwa ya kifahari wakati wa sherehe za mazishi yake. Katika mahojiano ya mwaka 2023, Papa Francis alifichua kuwa tayari alikuwa na kaburi lililoandaliwa kwa ajili yake katika kanisa analopenda zaidi, kanisa la Mtakatifu Maria. Eneo hilo pia lina makaburi ya mapapa wengine na liko karibu na kituo kikuu cha reli cha Roma Termini. Na ingawa eneo hilo liko kwenye ardhi ya Italia, bado kanisa hilo linachukulia kuwa eneo la Vatican. Phyllis Mwate, BBC. Na msikilizaji, sasa Papa anapofariki ibada ya karne nyingi huanza. Ingawa takriban Wakatoliki bilioni 1.4 kote ulimwenguni wanaweza kumwomboleza kiongozi wao, mapambano ya siri ya kutaka mamlaka yanaanza katika jiji la Vatican. Katika wiki 2 au 3 zinazofuata, makardinali 252 watakusanyika katika kanisa la Sistine kujadili na kupiga kura kwa siri kali kwa ajili ya papa mpya na mustakabali wa kanisa Katoliki. Mwandishi wa BBC Victor Kenani sasa anatueleza jinsi mchakato huo unavyofanywa. Papa Francis amefariki akiwa na umri wa miaka 88 baada ya miaka 12 kama kiongozi wa kanisa Katoliki la Roma. Papa anapofariki, kanuni za dini za karne nyingi huanza. Mtu wa kwanza kufahamishwa na anayedhibitisha kifo chake ni Camerlengo, mtu mwenye nguvu anayesimamia mapato ya kanisa na Vatican. Kulingana na desturi, Camerlengo husimama juu ya mwili wa papa na kumuita mara 3 kwa jina lake la ubatizo. Ikiwa hataamka, papa anatangazwa kuwa amefariki. Makardinali wanafahamishwa na makazi ya papa yanafungwa. Sehemu ya taratibu ni kuvunja pete ya papa. Pete inatia muhuri nguvu ya papa, na kuivunja kunaashiria mwisho utawala wake na kuhakikisha hakuna mtu anayeweza kumwiga. Hapo ndipo umma unataarifiwa na siku 9 za maombolezo zinatangazwa. Ingawa takriban Wakatoliki bilioni 1.4 kote ulimwenguni wanaweza kumwomboleza kiongozi wao, punde mkutano wa siri wa kumchagua mrithi wake unaanza. Lakini kabla ya hapo, mazishi hufanyika.
Mazishi ya Papa John Paul wa pili mwaka 2005 yalikuwa moja ya mazishi makubwa zaidi katika historia. Watu milioni 4 walikusanyika kumwomboleza Papa katika jiji la Vatican, jimbo dogo la kanisa linalojitegemea katikati mwa mji mkuu wa Italy wa Rome. Kimila, Papa huzikwa katika majeneza matatu, kila moja ikiwa ndani ya nyingine, yaliyotengenezwa kutoka kwa mbao za mvinje na mwaloni pamoja na madini ya lead. Lakini Papa Francis, kulingana na mtindo wake wa kutojionyesha, alichagua jeneza la mbao lililowekwa zinki. Hakuna maonyesho yanayong'aa, hakuna jukwaa lililoinuliwa. Mwili wake ukiwa ndani ya jeneza, huku kifuniko kikiwa kimeondolewa ili waombolezaji watoe heshima zao. Katika hatua nyingine isiyofuata desturi, Francis ndiye papa wa kwanza katika zaidi ya karne kuzikwa nje ya Vatican, katika kanisa la Mtakatifu Mary Major huko Rome. Papa Benedict wa 16, ambaye alijiuzulu isivyo kawaida kwa sababu ya uzee miaka 9 kabla ya kufariki kwake mwaka 2022, alizikwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, mahali ambapo zaidi ya mapapa 90 wamepumzishwa. Uchaguzi wa papa mpya unaoitwa conclave unafanyika ndani ya kanisa dogo la Sistine kwa usiri mkubwa, wiki 2 hadi 3 baada ya kifo cha papa. Hakuruhusiwi simu, hakuna vyombo vya habari humo, hakuna mawasiliano na walio nje. Kila kardinali humpigia kura mgombea anayempendelea kwenye karatasi, na mchakato huu unaendelea tena na tena hadi mmoja wao apate wingi wa 2/3 ya kura. Uchaguzi sio rahisi, wanaweza kuchukua siku au hata wiki kadhaa. Baadhi ya makardinali wamefariki wakati wa shughuli hiyo.